أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. الحمد لله الذي أنشأ وبر، خلق الماء والثرى، وأبدع كل شيء وذرى، لا يعيب عنه صغير، النمل في الليل إذا سرى. أما بعد. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama ndugu zangu wasikilizaji wa chaneli yetu hii ya Turiu TV, walillahi alhamdu, katika siku hii ya leo biidhnillahi alkarim, tukiwa bado tupo katika ardhi ya Singida, katika mji ambao Allah ameutukuza kuwa ni katika miji ya katikati mwa nchi, kama ilivyokuwa Saudi Arabia, yani Makka, huko ni katikati ya dunia. Basi kama ilivyokuwa kawaida vitukufu vote hupatikana katikati, basi na ndio maana hata mkoa wetu wa Singida huu pia ni katikati ya nchi ya Tanzania. Alhamdulillah. Kwa leo tupo katika mji wenye baraka, mji mtukufu wa katikati, mji ambao kunapatikana alizeti kwa wingi, walillahi alhamdu, mahindi na mambo kadha wa kadha, zikiwemo asali zenye aina ya abiyadhu, yani asali nyeupe. Lakini pia vile vile na kuomba wewe ambaye bado haujasubscribe katika channel yetu, usisahau kwenda kusubscribe na kushare, ikiwezekana kucomment, kuweka swali pale ambapo unahisi haujaelewa, ili mradi uweze kupewa majibu yenye kueleweka. Walillahi alhamdu. Katika siku hii ya leo biidhnillahi alkarim, tunakwenda kujifunza maajabu ya suratul Fil katika kutibu kila aina ya uchawi, yani uchawi wa aina yoyote unaweza ukaondoshwa kwa kutumia suratul Fil. Je, ni jinsi gani tunaweza tukaitumia suratul Fil katika kuweza kuondosha uchawi wowote ule ambao umekusibu katika mwili wako? Hebu twende sambamba tuweze kuelewana vizuri, ili mradi ukitoka hapo uwe umepata darasa kubwa na usiendelee kubaki na uchawi katika mwili wako. Na kauli mbiu tunasema uchawi mwisho leo, maana yake kuanzia kesho na kesho kutwa hakuna tena uchawi. Wale wachawi wanaologa kila siku na kutusumbua, kutuletea shida na dhiki, na kila siku katika vichochoro vya watu wakilia masauti tofauti tofauti, wengine wakilia kama paka, wengine kama mbwa, wengine wakilia kama kuku. Maana yake mwisho siku ya leo, baada ya kuitazama chaneli hii, kuanzia kesho wewe tena uchawi basi, namwambie mchawi, uchawi bye bye, hauna nafasi tena katika mwili wangu. Walillahi alhamdu. Katika siku hii ya leo, hebu twende tukatazame maajabu ya suratul Fil katika kuondosha uchawi wowote katika mwili. Walillahi alhamdu. Kwanza kabisa, kabla ya kufanya chochote, tunachokuhusia ni kwamba chukua udhu. Fakhudhul udhu kamila, chukua udhu uliokuwa umekamilika, yani udhu safi usiokuwa na mashaka ndani yake. Jambo la pili, kisha chukua maji lita 5, lakini maji haya yawe ni maji ya mvua au maji ya kisima. Kama utapata maji ya Zamzam ukiwa uko Makka, basi pia haina shaka. Hilo ni jambo la pili. Kisha jambo la tatu, yasomee maji haya suratul Fil. Maana yake utayasomea suratul Fil mara 71. Suratul Fil ni sura gani? Nasema alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil
faja'alahum ka'asfin ma'kul. Hapo umekamilisha suratul Fil. Hii utaisoma katika maji haya, utaisoma mara 71. Lakini pia utaisoma wakati gani? Sura hii utaisoma wakati wa siku ya Alhamis, Alhamis ya kwanza kabisa, ambapo itakuwa ni katika Alhamisi ya mwezi wa Kiarabu, fi shahril arabia, ya mwezi wa Kiarabu. Lakini nyakati gani? Iwe ni wakati wa asubuhi pale ambapo jua linaanza kuchomoza. Kwanza utaisoma suratul Fil mara 71, alafu kisha utaiandika suratul Fil. Utaandika baada ya kusoma suratul Fil mara 71, kisha utaiandika suratul Fil mara moja tu katika sahani au katika karatasi. Kisha baada ya kumaliza hapo, utakachokifanya sasa, tumesema muda wa kuchomoza jua katika siku ya Alhamis, muda wa kuchomoza jua. Kuna siri kubwa sana hapa ndugu zangu. Baada ya hapo, ukishamaliza kuyasomea maji yale, walillahi alhamdu, kitu cha kufanya sasa, utasoma dua hii. Dua hii utaisoma mara 7 tu. Utasema Allahumma ya maliki yaumiddin. Utasema Allahumma ya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma anta al-hadiru al-muhitu bimaknunati ad-dhamair. Allahumma azza adh-dhalim wa qalla an-nasir wa anta al-mutalli' wal-alam wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Hii utaisoma mara ngapi? Utaisoma mara 7. Baada ya kumaliza utaratibu huo, utaisoma mara 7 katika maji yale. Lakini pia utachukua karatasi ambayo umeiandika, utaitumbukiza katika maji yale, au kama utakuwa umeandika kwenye sahani, yale maji utayatia kidogo katika sahani, alafu utarudishia katika lile dumu la yale maji. Kisha baada ya hapo, utakachokuwa unakifanya, utakunywa kwa ujazo wa kikombe cha kahawa. Asubuhi kikombe kimoja na jioni kikombe kimoja, na wakati huo utakuwa unajipaka mwili mzima. Walillahi alhamdu. Kama ukidumu katika kuyafanya haya takriban kwa siku 21, basi uchawi na wewe bye bye. Hakuna tena uchawi katika mwili wako endapo utakuwa umeitumia suratul Fil katika kuondosha mabalaa kama haya. Lakini hii siku ya Alhamis, Alhamis ya kwanza ya mwezi wa Kiarabu, ni siku ambayo pia tutakuja kuitumia katika kutengeneza fahamu za watoto wasiokuwa na ufahamu mzuri darasani. Walillahi alhamdu, insha Allah, kwa uwezo wake Allah, uchawi utakutoka. Uwe ni uchawi wa kijini, uchawi wa vibwengo, uchawi wa aina yoyote ile katika dunia, basi utakuwa safi na salama. Kama hali yako ya maisha ilikuwa ni ngumu, upati kazi, maisha yanakwenda ndivyo sivyo, ulikuwa unafanya biashara hazitoki, unauza nyanya hazinunuliwi, unauza magari hayatoki, TV hazitoki, ndugu zangu wale wauza nyama sokoni kule, nyama hazieleweki, pengine baadhi ya watu wanaharibu masoko, basi mambo yatakuwa barabara kabisa, mambo yatakuwa murwa, na mambo yatakuwa safi na salama. Na hata kama pengine ulikuwa ni mtu wa kuchimba madini, basi maji haya utayachukua, utakwenda kunyunyuzia pembe 4 za sehemu husika katika sehemu ambapo unachimba madini. Lakini kwa wale ndugu zetu wanaochimba madini, wao tunawaongezea na kitu kimoja. Baada ya kumimina maji haya pembe 4, wataandika dua hii inayopatikana katika Taiba al-Asma, ambayo nasema wa rizqan jazila wasi'an mutaradima wa amna wa imana minashaubi salima bima'rufika al-ma'rufi zidna murahima wa barik lana fi zar'i wa dhar'i daima wa nimlana
ushban nabatu wa mar'ahu. Dua hii utaiandika katika karatasi 4, kisha utazifunga katika nailoni, alafu utakwenda kuzifukia pembe 4 sehemu husika ambapo unapochimba madini yako. Lakini kabla sijasahau, wakati umeandika dua hii utageuza karatasi kwa nyuma, utaandika majina ya wale ashabul kahfi. Nikisema ashabul kahfi watu wanajua habari zao. Utaandika majina yale: Maxmaliana, Mathliana, Dabranush, Shadhanush, Kafshatwatuyush, na mwisho utaweka Kitmiri, yani ule mbwa wao. Basi hapo utakuwa umefunga mahesabu. Weka pembe 4 katika sehemu za uchimbaji wa madini, au weka pembe 4 katika biashara yako yoyote. Mambo yatakuwa safi na mambo yatakuwa salama inshallah. Kufikia hapo nafikiri umejifunza kitu kikubwa. Usiache kusubscribe ili mradi uendelee kujifunza mambo mengi yatakayozidi kukujia siku baada ya siku. Kufikia hapo niseme kwamba ulikuwa nami Uncle K, wala afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa ila liqa.